Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo. Haki zako 10 muhimu sana ukikamatwa na polisi Tanzania, sehemu ya pili. Katika sehemu ya kwanza tuliona haki 5 za mwanzo. Sasa hizi hapa haki 5 zinazokamilisha 10 zako muhimu sana, ambazo watu wengi hawazijui kabisa na mara nyingi huzikosa kwa sababu tu ya kutozijua. Ya kwanza, haki ya kupewa dhamana. Ukikamatwa, polisi hawana ruhusa ya kukuweka ndani bila sababu ya kisheria kwa makosa mengi ya kawaida. Unaruhusiwa kupewa dhamana kituoni. Polisi hawaruhusiwi kukunyima dhamana bila sababu za kisheria. Hawaruhusiwi kukuambia subiri kwanza bila msingi. Kumbuka, dhamana ni haki yako, sio fadhila ya polisi. Kwa hiyo kama ukiona anaenda tofauti na hapo, ina maana polisi wanakuwa wanavunja sheria. Haki nyingine ya pili, haki ya kujua unashtakiwa chini ya kifungu gani cha sheria. Sio halali polisi kukuambia tu una kosa la jinai. Una haki ya kujua kifungu cha sheria, aina ya kosa hilo lina adhabu gani. Bila maelezo haya, kukuweka ndani ni kinyume cha sheria, na maana polisi anakuwa anavunja sheria. Jingine, haki ya kutokuteswa, kutishwa au kupigwa. Sheria ya Tanzania hairuhusu kabisa kupigwa, kutukanwa, kutishwa, kulazimishwa kushiriki kosa. Hata kama unahisiwa kuwa mkosaji, polisi haruhusiwi kukugusa kwa nguvu au kukutesa. Ukifanya haya, hiyo ni kosa la jinai kwa polisi. Ukiona umefanyiwa haya, hilo ni kosa la jinai kwa polisi mwenyewe, yani polisi anakuwa amekeuka. Sasa hebu angalia polisi zetu wa Tanzania wapoje. Jingine, haki ya kupelekwa mahakamani ndani ya saa 24. Polisi hawaruhusiwi kukuweka ndani kwa muda mrefu bila kukupeleka mahakamani. Sheria inasema wazi, ndani ya saa 24 lazima upelekwe mahakamani au uachiliwe kwa dhamana, isipokuwa kama ni siku ya mapumziko au mazingira maalum ya kisheria. Nyingine na mwisho, haki ya kunyamaza. Hii ni haki ambayo watu wengi sana huikosa kwa sababu ya hofu. Una haki ya kunyamaza. Una haki ya kutoa maelezo yoyote mpaka mwanasheria wako awepo. Hapo hebu nielewe vizuri. Una haki ya kutotoa maelezo yoyote mpaka mwanasheria wako awepo. Una haki ya kutokujibu swali au maswali yanayoulizwa. Una haki ya kutokujibu maswali yanayoweza kujiumiza kisheria. Kitu chochote utakachosema bila ushauri wa kisheria kinakuweza kutumika dhidi ya mahakama. Kitu chochote utakachosema bila ushauri wa kisheria kinaweza kutumika dhidi yako mahakamani. Kosa kubwa watu hufanya. Watu wengi wakikamatwa huogopa, huongea sana. Watu wengi wakikamatwa hukubali makosa bila kujua. Watu wengi wakikamatwa hukosa kudai haki zao, na hapo ndipo matatizo huanza. Nihitimishe kwa kusema, ukikamatwa na polisi Tanzania, kumbuka wewe bado ni raia mwenye haki kisheria. Usikubali kutishwa, usikubali kunyanyaswa, usikubali kuwekwa ndani bila maelezo, usikubali kunyima mawasiliano, usikubali kunyimwa dhamana, kwa sababu sheria ipo kukulinda. Sheria ipo kulinda raia na sio kumkomoa raia. Kama una swali lolote juu ya haya au tofauti na hili nilichokufundisha, basi uliza kwenye comment hapo na mimi nitakujibu moja kwa moja. Hakikisha una subscribe, na like, una comment na una share hii account ili na wengine wengi waweze kujifunza sheria mbalimbali.
Asante.